Mpenzi mtazamaji wa Eneza TV, na leo ndio siku ambayo tunahitimisha huduma hii ya uinjilisti iliyofanyika kuanzia tarehe 1 mpaka leo tarehe 10, na hapa niko na watumishi wa Mungu mbalimbali ambao watatueleza yaliyojiri huko eneo la uinjilisti. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina mtumishi wa Mungu. Labda utuambie wewe unaitwa nani na ulikuwa mtaa gani na huduma huko imeendaje? Amen. Kwa jina naitwa mchungaji Huruma Msigwa. Ni mchungaji ambaye anafanya kazi katika shule yetu ya kanisa ambayo inaitwa Ikumbilo Sekondari, shule ya wasichana pale ambayo inapatikana pale Chimala. Kihuduma safari hii nilikuwa nimepangwa mtaa wa Manyili katika usharika wa Isangawana huko mpakani mwa mkoa wa Mbeya na Tabora. Kwa kweli nimefurahi sana, na pia nimeona uzito wa kazi, namna ambavyo kazi inahitaji watendakazi wengi. Kwa sababu tumefika kule ni maeneo ya watu ambao wamehamia kutoka Bariadi na sehemu nyingine mbalimbali, na kule bado habari za Mungu hazijafahamika vizuri. Na tunapoambia kwamba tunamtangaza Mungu, bado watu wanashangaa, Mungu huyo Mungu gani? Kwa sababu wao bado wanaamini juu ya dini zao, miungu yao na hivi matambiko na vitu mbalimbali ambavyo wanavitegemea. Kwa hiyo tunapokwenda pia tueleza kwamba sisi ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, bado hawalielewi vizuri. Kwa hiyo tumefika pale tukakumbana na changamoto katika utendaji wa kazi, kwa sababu tumehubiri habari hizo, watu wanauliza kwamba hilo kanisa la Kilutheri liko wapi? Ndugu mtangazaji, niseme tu kwamba mahali pale ni kwamba hakuna eneo la kuabudia. Wamenunua tu uwanja. Kwa hiyo tunapoelekeza watu kwamba jamani, linapatikana mahali fulani na bado hatujajenga, tukaona kwamba watu hawaelewi. Kwa hiyo ikalazimika sasa tuingie kufanya uinjilisti asubuhi, na muda fulani tunakwenda kukata miti kwa maana ya kujenga mahali pa kuabudia. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kazi hiyo imeendelea kwa siku hizo zote, na jana mpaka saa 1:30 usiku tulikuwa bado tunaenda kukamilisha swala hilo la kujenga mahali pa kuabudia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, mpaka jana hiyo saa 1:30 tumekamilisha shughuli hiyo. Maana tumejenga kanisa la muda ambalo tumejenga kwa miti na kufunika kwa maturubai juu, ili watu leo angalau wafike walione jengo likiwa tayari na waingie waweze kulitumia. Mungu akubariki sana mchungaji kwa utume huu. Labda mpendwa mtazamaji, hakuwepo eneo la tukio, labda watu wangapi wamebatizwa? Kuna waliobatizwa na kuna waliokubali kupokea Yesu huko. Labda unaweza kutupa picha ya mazingira haya ya huduma iliendaje? Kwa kweli huduma imekwenda vizuri. Tumebatiza zaidi ya watu 20 tumebatiza, lakini watu wamepokea Yesu. Lakini tulikuwa na maombezi kwa wagonjwa wenye changamoto mbalimbali, na hao wametoka dini mbalimbali pia. Walikuwa Waislamu wenye changamoto, tumeomba nao na wengi wamefunguliwa. Mchungaji, Mungu akubariki sana, na hayo ndio yaliyojiri huko Malangambilo. Ngoja tusikie na mitaa mingine mambo yalikuwaje. Mungu akubariki sana mchungaji. Asante, nashukuru sana ndugu mtangazaji, nakushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, na hapa niko tena na mchungaji, atatueleza anaitwa nani na alikuwa wapi na nini kimejiri katika huduma huko alipokuwa. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen, Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu sana, utuambie unaitwa nani na ulikuwa wapi na huduma imeendaje katika mtaa uliokuwa. Mwenyewe ni mchungaji Meli Bigiduge ambaye kiutumishi niko pale Kibara Seminari kwa upande wa Tanzania. Na katika huduma hii katika kazi ya uinjilisti nilikuwa mshirika wa Kanga na mtaa wa Kanga huo ndio. Nilikuwa pale na tumefanya kazi, tembelea nyumba kwa nyumba, na kwa sehemu kubwa tumeona kwamba watu katika eneo lile walio wengi wanamjua Yesu. Lakini kitu ambacho tumekiona ni kwamba pamoja na kumjua Yesu ni kwamba wanakosa malezi, yani ukomavu katika mambo ya imani inaonekana kwamba bado mdogo. Na jambo lingine ambalo tumeliona ni kwamba mahali pale pana mchanganyiko mkubwa wa madhehebu. Na wale ambao sisi tumepata nafasi ya kuonana nao, tumeonana nao watu wa madhehebu mbalimbali. Kuna Wakatoliki, kuna Wamoravian na pia Lutheran. Hao ndio ambao tumekutana nao. Na kwa sehemu kubwa karibu matatizo yao ni kama yanafanana na hivi. Ule uchanga wa imani tumeona kwamba watu wote ni kama wanao. Lakini jambo lingine ambalo tumejifunza, tumeona kwamba watu katika eneo lile walio wengi hawakupata nafasi ya kwenda shule. Kwa hiyo walio wengi hawajapata elimu ya kawaida. Na hiyo kwa upande mmoja inawaia vigumu sana katika kuingia katika kuona kujifunza haya mambo ya Kristo. Hivyo
Aha. Kwa hiyo kwa picha ulioipata huko Kanga, una wito gani kwa kanisa, na najua hata viongozi wengine wa serikali pia na viongozi wa kanisa, una wito gani kwa ujumla? Wito wangu kwa ujumla nasema kwanza kama kanisa, hata kwa ajili ya mpango ambao umefanyika sasa wakaenda kutembea na kuona watu, naona kama kanisa tunahitaji kuongeza nguvu ambayo tunahitaji kuongeza ni kwamba wanahitaji kuandaa watumishi ambao wanaweza kuendeleza kazi. Hata kama sisi kwa sehemu yetu tumefanya hii kazi kwa sasa hivi, lakini naona kwamba namna ya kuendelea kuwalea watu hawa nahitaji watu ambao tayari wameshaelimishwa. Hiyo ni jambo moja. Lakini kwa upande wa pili naona kwamba ingekuwa vizuri sana kwa upande wa serikali waone umuhimu wa kuona namna gani watakao wasaidia watu wale wapate elimu, sababu elimu ni msingi katika maisha. Nashukuru sana mchungaji, Mungu akubariki sana. Asante sana, nashukuru sana. Mtazamaji wa Eneza TV, na hapa tena niko na mchungaji, atajitambulisha yeye ni nani na alikuwa wapi na yaliyojiri katika mtaa aliyokuwa. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu jitambulishe na utuambie ulikuwa mtaa gani na nini kilijiri katika mtaa. Asante sana, nashukuru. Mimi ninaitwa mchungaji Enelika Chungu. Ninatoka jimbo la Chimala na usharika wa Chimala. Kwenye uinjilisti huu nilipangwa usharika wa Makongorosi. Mitaa ambayo tumefanya uinjilisti, tumefanya mtaa wa Kasisi, tumefanya mtaa wa Masanza, Ujerumani na Makongorosi yenyewe. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya huduma ambayo inaendelea kufanyika kwenye usharika ule. Kwa mara ya kwanza kabisa tumekuwa mtaa wa Kasisi ambako tumefanya huduma ya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba pamoja na semina. Lakini jambo kubwa sana ambalo tunamshukuru Mungu katika ile huduma Kasisi, kwamba watu wamekuwa tayari kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu wazima na wadogo wamebatizwa watu 16 na watu wazima wengine ambao wamekubali kurudi na kumtumikia Mungu walikuwa 4. Kwa hiyo ukijumlisha wanafika 20. Hiyo ni Bwana asifiwe sana. Ndio, tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo jambo. Lakini pia jambo lingine ambalo Mungu ametenda maajabu makubwa sana tukiwa kule Kasisi, tukiwa ibadani. Tunapoendelea na ibada, tunamalizia ibada, nyumba ya jirani ambayo ilikuwa ni ya mganga wa kienyeji iliwaka moto ambao haukufahamika umetokea wapi. Baada ya maombi yaliyokuwa kanisani, tulikuwa na maombi maalum pale kanisani ya kuvunja na kuharibu ngome za giza na nguvu za kichawi. Ikatokea ule moto, na baada ya kutokea ule moto uliteketeza ile nyumba na vitu vyote vilivyokuwemo huko nyumbani alivyokuwa anafanyia huyo mganga wa kienyeji. Na kulichukua hatua labda kumsaidia tulimsaidia kwa sehemu kidogo, kwa sababu kwanza yuko jirani na kanisa. Kwa hiyo watoto wake wote baada ya lile tukio kutokea, tuliendelea kuzungumza na mama pamoja na baba, na watoto wao wote walikuwa hawajabatizwa. Kwa hiyo ndani ya ile nyumba ya ile mganga wa kienyeji aliyekuwepo mle kanisani, alikuja mke wake akabatizwa na watoto wake 4 wote wakabatizwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwenye eneo la kiroho tuliwasaidia, na yule baba alielewa kwamba kweli tumwache Mungu aitwe Mungu. Lakini jambo la pili, mwinjilisti wa mtaa ule alikuwa ameonyesha mwitikio wa kuona namna gani wanaweza kuendelea kumsaidia sasa kwa mambo ya chakula na namna wanavyoweza kutengeneza makao kwa ajili ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo jioni ile walifika kanisani, tukawasaidia chakula wao pamoja na mama na baba pamoja na mama na watoto wote. Lakini asubuhi yake pia wachache wao wakaenda kusaidia kukata miti kwa ajili ya kujenga ile nyumba. Mama, ningependa pia kusikia hali ya huduma za kijamii, kwa mfano kwenye hayo maeneo ambayo mlifika, watu wanapataje elimu, labda kama kuna shule au hali ikoje katika mazingira ambayo mmetembea? Kwa ujumla wake kwenye eneo la elimu ni ngumu, hapana shule. Okay. Na shule inaonekana iko mbali kilomita nyingi. Sijajua kidogo kama ni kilomita ngapi, lakini ni kilomita nyingi. Kwa mazingira yale tuliokuwepo sisi, hapana shule kwa ujumla wake. Ndio. Kwa hiyo una wito gani kwa serikali, lakini kwa kanisa pia, kwa sababu wanakusikiliza kupitia Eneza TV? Ndio. Kwa serikali, Mungu awape neema, wapeleke msaada wa shule katika kile kijiji, kwa sababu kuna watoto wengi ambao hawajapata elimu, na hasa watoto wa kike. Watoto wa kiume wanakomaa wanaenda huko
ambako shule ipo mbali, lakini watoto wa kike asilimia kubwa hawapelekwi shuleni kwa sababu ya huo umbali, lakini pia na tamaduni zao, yale makabila wanayokaa pale. Pale pana makabila ya Wairaki na makabila ya Wasukuma. Kwao mtoto wa kike sio wa thamani sana. Lakini kwa kanisa tuendelee kuelimisha jamii, lakini pia tuweke mkono wetu wa shirika kama tutaweza kwa ajili ya kuhakikisha mazingira ya pale kiroho yanakaa vizuri. Tunashukuru sana mchungaji, asante kwa kutupa picha hiyo. Mungu akubariki sana. Amina, nashukuru sana. Amen. Mungu atukumbushe, mtaa umesema unaitwa mtaa gani? Huo mtaa tulifanya huduma kwa mara ya kwanza kabisa kwenye huo usharika wa Makongorosi. Unaitwa mtaa wa Kasisi. Aha, mtaa wa Kasisi. Ndio. Na mtaa wa Kasisi hakuna shule na Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana. Asante sana. Nafikiri wamesikia wanaohusika. Amen. Mpendwa mtazamaji, na hapa sasa niko tena na mchungaji. Ninaomba atatuambia yeye ni nani na kwenye huduma hii alitumika wapi na yaliyojiri katika maeneo aliyotumika. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Karibu jitambulishe na utuambie yaliyojiri huko ulipokuwa. Mimi naitwa mchungaji Ezekiel Chatanda. Ni miongoni mwa waliokuja kwenye maeneo haya ya Chunya kwa ajili ya uinjilishaji tangu ile tarehe 1 ya mwezi huu wa 8 mwaka huu wa 2025. Hili eneo lilopangiwa lilikuwa ni usharika wa Luwalaje katika mtaa wa Kisasya. Lakini tulipofika pale tulifika tarehe 2 ambapo tulianza kazi. Baada ya kwenda Kisasya ilionekana kulikuwa na mabadiliko kidogo, kwa hiyo nikaenda siku ya Jumapili kwa ajili ya injili, mahubiri na semina sehemu ya mtaa mmoja unaitwa Kitakwa. Siku ya Jumanne ndio tulikuja Kisasya ambapo tuliweka mkutano wa injili eneo la Ndola ambalo liko ndani ya kijiji cha Kisasya. Kwa hiyo tukafanya mkutano wa injili pale, alafu siku iliyofuata Jumatano tukafanya mkutano wa injili kwenye eneo la Kisasya yenyewe. Tunashukuru sana. Kwa mlifanya hizo huduma kwenye maeneo mbalimbali. Labda mwitikio wa watu huko ulikuwaje, na kama kuna waliokubali kupokea Yesu, kama kuna waliobatizwa, unaweza ukatuambia pia. Karibu. Mwitikio ulikuwa mkubwa kwa sababu ile kwenye eneo la Ndola walihudhuria watu 100 karibu na 5, ambapo ripoti tumeshaziweka tayari kwenye maandishi ambapo zitawasilishwa kwa msaidizi wetu wa askofu msaidizi. Kwa hiyo watu 105 walikuwepo na mmoja alikata shauri, lakini jioni pia tulifanya kazi ya kuwarudisha watu kundini, watu 8 na tuliwapetiza watoto 10 ndio tunataka kuwabatiza. Labda kwa ujumla kwenye hilo eneo la Kisasya, hali ya eneo hilo ikoje kwa maana ya huduma za kijamii kama vile elimu na nini inapatikana kwa urahisi, na watu hapo wana hali gani? Hali za kielimu bado wako chini kwa sababu hakuna chuo, ila kuna shule ya msingi sasa, hakuna sekondari, lakini watu wapo ni wahamiaji, wengi ni wahamiaji, na huduma tumeangalia za kielimu hasa. Mimi nimeangalia kwa mfano washarika wanaokuja wengi hawana Biblia. Maeneo yale kwa kweli Biblia hawana, na tumeona kwamba kama inawezekana, kwa vile wanahitaji Biblia na hawana, ndipo wanazipata pia. Mchungaji afanye utaratibu kwenye jimbo au watu wasoma Biblia ili ziwe zinaagizwa kwenda kule. Watu wana hamu sana kujua neno la Mungu, lakini hawana Biblia. Kusoma na kuandika wanafahamu. Kwa ujumla wito wako kwa kanisa ni nini baada ya kufanya hiyo huduma? Wito kwa kanisa, jambo la kwanza, maeneo yale kwa vile watu ni wapya na ni wengi wanahamia, inahitaji kupeleka wainjilisti ambao tayari wamesoma Kilugala ama wamepitia kwenye kada za uinjilisti,
sababu asilimia kubwa maeneo yale unakuta ni wenyeji, alafu ni wale kujitolea ambapo hawajaenda kwenye vyuo. Kwa hiyo washarika kule wanataka watu ambao wanaendana na hali halisi iliyokuja sasa. Jambo la kwanza ni hilo, wainjilisti wanahitajika waliopita kwenye vyuo vyetu. Alafu jambo la pili nimeona kanisa lijitahidi kuwa na vyombo vya kuhubiria mikutano ya Injili. Hiyo tumeona kwa sababu tulikuwa tunatumia hivi vya kuhubiria vya wastani ambavyo hakuna horn speaker ambazo zinaweza kusambaza ile sauti mahali pale. Kwa hiyo unatumia nguvu, alafu vyombo vile ni eneo linakuwa dogo. Alafu la tatu naona kwamba jimbo kama inawezekana diocese yetu iwe na hizi picha za kuonyesha sinema katika maeneo haya, kwa sababu mchungaji mkuu wa jimbo letu Kapeleke kwa jimbo la Chimala alipoonyesha sinema kwenye maeneo yale ya Ruaraki, tunaona kuna mwitikio, watu wanakuja kuona ile masaa ya usiku, wanakuja kuona tena, watu wanakuja kwa wingi sana watu. Kwa hiyo naona kwamba diocese iwe na vyombo vya namna hiyo kila jimbo, sababu sio gharama. Kama ni dola, nilipomuuliza mchungaji Kambele akasema ni dola 100 tu kile kifaa kile chombo. Kwa hiyo majimbo kama haya ya uinjilishaji tuwe na vyombo kama Mungu akubariki na uwe na wakati mzuri. Hongera kwa mtumishi. Nawe nashukuru sana. Nashukuru. Asante sana. Asante. Mpendwa mtazamaji, na sasa niko tena na baba mkuu wa jimbo, atatuambia yeye ni nani na kwenye huduma hii alikuwa wapi na yaliyojiri huko alikokuwa. Baba, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu, tuambie wewe ni nani na huko ulikokuwa ni wapi na nini kilijiri. Mimi ni mchungaji Amani Kapeleke wa jimbo la Chimala, lakini pia ni mwenyekiti wa shauri ya uinjilisti na misioni ya diocese. Kwa hiyo namsaidia baba msaidizi wa askofu ambaye ni katibu wa idara katika diocese yetu. Mimi kituo changu kilikuwa kimoja kwa sababu kulikuwa na mahubiri uinjilisti kwa njia ya picha, na kwa hiyo tumekuwa na vituo vingi. Tumefanya jambo hilo katika vituo 5, tukianzia huko usharika wa Lualaje, usharika wa Isangawana, huko Matwiga na Mazimbo, lakini baadaye huko Biti Manyanga, na kituo cha mwisho cha mbali kuliko vyote chenye kilomita 619 kutoka makao makuu ya diocese kinaitwa Namanyiri. Kwa kote tumekuwa tukionyesha picha ya maisha ya Yesu na picha nyingine za Afrika ya wokovu na mafundisho mengine. Lakini kitu ambacho tunamshukuru Mungu katika huduma hiyo, kwa tunashiriki na wenzetu asubuhi na mchana kwa mambo ya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, semina na mikutano Injili, lakini usiku ndio tunafanya mafundisho kwa njia ya picha. Hayo tunaona matokeo makubwa sana, watu wakipokea Yesu, lakini watu wakipata hiyo huduma za maombezi pamoja na ushauri kupitia mafundisho ya picha. Changamoto kubwa ambayo unaiona kwa ujumla wake ilikuwa ni nini? Kwa sisi watu wa picha, najua kwa upande mwingine wanazungumzia zaidi wenzetu, hata mimi nijikite kwa upande wa sisi tuliokuwa kitengo cha mafundisho kwa njia ya filamu. Changamoto tunayoiona si kizazi kinachoitikia sana kwenye mambo ya filamu, kwa sababu nafikiri ni kizazi ambacho tayari kina television na wanaona kama vile picha tunazotaka kuzionyesha zinaweza kawa zimeshaonekana na mahali pengine, lakini kwa kweli ni picha maalum kwa ajili ya uinjilisti na kwa ajili ya mafundisho maalum ya Kristo kama hakika ya wokovu, kuishi katika roho na nguvu ya Roho Mtakatifu na umuhimu wake katika maisha ya Kristo. Sio mambo ambayo watu wanapata kwenye television kwa kawaida, lakini watu hawasogei sana, lakini wale wanaosogea kubwa kuliko yote ni la watoto, wanakuja vijana, na
kuliko wanakuja na watu wazima. Kwa hiyo changamoto kubwa nafikiri kuwepo kwa teknolojia za televisheni mpaka vijijini ni changamoto kwa mafundisho kwa njia ya picha. Kwa hiyo kwa ujumla wake una wito gani kanisa baada ya kipindi chote na una wito gani? Kwanza mimi mwenyewe ningetamani sana nipate fursa nyingine tena kama hiyo, na hata maeneo yale ambayo tumeshafanya kuna umuhimu mkubwa wa kurudi tena. Ndio wito wangu, tusifanye namna hii alafu tukapotea, tutapoteza kila kitu, kwa sababu si kila mahali ambapo tumekuwa na matokeo mazuri ya kazi hii kuna malezi mazuri, na muhimu kufanya tathmini kama malezi yameendeleaje baada ya matokeo, na namna ya kufahamu tathmini ya namna hiyo huwezi kuifanya kwa simu au kwa njia nyingine yoyote. Lazima ufike, kwa sababu ni watu ambao umewaona, umewaandika majina, umeishi nao kwa karibu siku 10, na kwa hiyo ni vizuri sana kurudi tena ili kufanya tathmini, lakini kuendelea pia kutoka pale. Ni mpango mpya, ni vizuri tena tujipange tena. Kwa mawazo yangu binafsi, tujipange tena, tuje tufanye tena mambo mengine. Ikiwezekana mtaani kwa mpango sasa wa muda mrefu na kuandaa watu wa shule. Baba, tunashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana kwa kusaidia kupeleka ujumbe zaidi ya pale tunapoishia sasa. Asante sana. Na matokeo katika kazi ambayo sisi tumefanya, kwanza kuna yale matokeo ambayo tumefanya na wenzetu wa uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na kwenye mkutano ya Injili. Kwa hiyo hayo hatutoi sisi watu wa picha, lakini yale ambayo sisi ni matokeo ya maonyesho ya picha ni wale waliompokea Yesu ambao wapungua 21, lakini na wale ambao tulifanya maombezi ambao wanafika 40 jumla yake. Mpenzi mtazamaji, na hapa niko na mtumishi mwingine wa Mungu, kijana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, asifiwe. Karibu, tuambie wewe ni nani na kwenye utumishi huu ulikuwa wapi na nini kimejiri huko ulikuwa? Jina langu naitwa Salmon Andreas Mbogolo. Tulikuwepo kwenye huduma eneo moja linaitwa Godima, usharika huu wa Chunya, na tulikuwa huko kwa ajili ya huduma. Ndio. Hali ikoje huko mlikokuwa na watu wamepokeaje huduma na ni huduma gani ambazo mmezifanya kwenye hayo maeneo? Kwanza huduma ilikuwa ni njema mno na tumepokelewa kwa furaha sana, na huduma imeenda vizuri. Na maeneo yale pamoja na huduma tulioiendea, kuna vitu vingi pia tumeviona. Tumepita maeneo ya machimboni, watu wanaendelea kuchimba madini huko, na hata huko pia tumepeleka Injili, wameipokea. Na mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, na wakati mwingine walitamani wenda huduma ingeendelea. Changamoto kubwa kwenye hiyo huduma ilikuwa ni nini? Changamoto kubwa tulioiona ni kwamba watu wako bize sana na utafutaji. Watu wako bize na utafutaji, na kwa kuwa maeneo yale ni ya uchimbaji wa madini, kwa hiyo watu wako bize na uchimbaji wa madini mpaka siku ya ibada. Kwa hiyo panahitaji elimu kubwa kuwafundisha watu ili waweze kumjua Mungu kwamba yeye ni zaidi ya madini, na neno la Mungu linasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima walifahamu hilo. Wenda wakilifahamu hilo itawasaidia wao kuendelea na Mungu vizuri, na baada ya hapo kazi nyingine zinaendelea. Kwa kuwa wewe ulikuwepo eneo la tukio, umepata picha pana ya huduma, una wito gani kwa kanisa sasa mara baada ya kutoka kwenye wito wangu ni kwamba tuongeze juhudi ya kupeleka watumishi wa Bwana kwenye maeneo hayo ili kupata mafundisho ya kutosha. Naamini kwamba bila mafundisho hawawezi kubadilika, ila wakishapata mafundisho itawasaidia wao kubadilika na kuendelea kumtumikia Mungu. Mtumishi wa Mungu, umeniambia umeenda kwenye maeneo ambayo watu ni wachimbaji wa dhahabu. Mliwafikiaje kwenye maeneo yao na mliwezaje kuwafikishia Injili? Maana kanisani tu hawezi wakaje, na mkawafuata mpaka eneo la tukio. Mliwezaje kuwafikishia Injili? Na kwa kuwa yale maeneo ya kazi za uchimbaji wa madini, walio wengi ni watu walioajiriwa. Kwa hiyo kama utawasimamisha kazi, iko na maana unaweza kushtakiwa na bosi wao. Kwa hiyo namna ya kuwafikishia Injili pekee tuliona ni kwamba na sisi ni lazima tuhusike kufanya kazi. Kwa hiyo ilikuwa inatubidi sisi tuchukue spedi, tunaendelea kufanya kazi. Yesu anaweza, huku unapiga nini? Injili. Mambo yakaya yanaendelea kukaa vizuri. Tuliwahubiria Injili kwa namna hiyo,
Kwa tulitafuta namna ambayo inakuwa ni rahisi kuwafikia watu ili mambo mengine yasiweze kuharibika na injili iweze kuwafikia. Na matokeo yake yalikuwa nini? Labda kuna watu waliokubali kumpokea Yesu, na kama kuna waliokubali kubatizwa, tupe hiyo picha pia. Waliokubali kumpokea Yesu walikuwepo, ingawa kuna baadhi ya watu wengine walikubali kufanya matengenezo, kwamba watafanya matengenezo, lakini kulingana na jiografia ya maeneo wengine wakashindwa kufika kwenye eneo lake. Nashukuru sana, Mungu akubariki. Asante sana, barikiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ni mwema. Mimi nilikuwa pamoja na mwenzangu Tabora, tulikuwa huko mtaa wa Mlima, ushirika huu wa Chunga. Ni kama kilomita kama 7-10 hivi kutoka hapa. Tunamshukuru Mungu kwamba tulipokea vizuri na wenyeji wetu, lakini pia katika huduma Mungu amejalia tangu tulipofika Jumamosi, Jumapili kufikia siku hii ya leo. Tulitembelea nyumba kwa nyumba, ambapo tumetembelea nyumba nyingi tu na kuonana na watu wengi zaidi ya 50, lakini tulikuwa hatubagui na wenyeji wetu walituongoza kwa wote, hata katika nyumba za Moravian ama mitume Last Church na wasio wa Kristo, tulionana nao na tukazungumza nao juu ya Yesu. Tunamshukuru Mungu kwamba wote walikuwa na utayari wa kupokea kitu ambacho tunawapelekea, lakini pia tukawaona na kuhudumia na watu wengine walikuwa wahitaji, walikuwa wagonjwa, lakini mhitaji wa daktari. Basi tulifanya kinachowezekana mahali pale tukutana nao, na tunamshukuru Yesu kwamba kupitia hao na wengi tukiona wengi wamesamia zaidi kwenye machimbo. Kwenye machimbo huko tulibahatika kwenda kwenye madarasa na kuchimba, tukazungumza. Wako bize, lakini tunapoendelea na wanapoendelea basi tunasaidiana nao na tunaeleza habari za Injili na wakawa tayari, na wengine basi na hata viongozi wao basi tuko tayari sasa kufanya utaratibu ili hata tuweze kukutana kwamba ni kweli Mungu ndiye anayetupa. Kwa hiyo tutajaribu kuweka taratibu hata Jumapili tuwe na muda wa kugawa kwenda kwenye na hilo ndio ambayo tuliona, na hilo tunahamasishana kila mmoja kwenye eneo lake. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, na maeneo mengine na wengine walikuwa tayari. Sasa tutajitahidi tutafakari tuone namna gani kuweka picha hiyo. Lakini pia jambo jingine kwamba wengi pia lakini hawa ambao sio waamini wa Kristo unakuta wengi kweli wamezama kuimaliza, lakini ndio hayo wanaishi na wake waona ndoa nazo na kukuta na kina mama wanazungumza yao moyoni, lakini basi ndio hivyo. Lakini tukatambua kwamba kuna tatizo hapo. Tunamshukuru Mungu kupitia semina zilizokuwa zikiendelea Jumatatu tukaendelea mpaka jana Jumamosi. Mungu kwamba tunaanza kuona mabadiliko ya watu na watu wanahitaji habari za kutengeneza ndoa, hasa akina mama ndio hao walikuwa wanalia sana. Natamani hata waume zetu watamani kufika badani kwa kujifunza hata baadhi ya kama tatu hivi tutafute wana wanaume kurudi nyumbani bila kuanzia saa 2 saa 3 kuendelea mpaka saa 5. Sasa ikawa ni ngumu kuonana nao na asubuhi kuondoka saa 11 ngapi lakini kubahatika baadhi yao tumefika, tunaona na wameahidi kuanza kufika kanisani na hata kuanza kufikiria kutengeneza juu ya ndoa zao. Kae vizuri. Hata leo tunaona kweli wamefika.
tutafika vizuri. Pamoja na hayo tufanye pia na semina ya wanawake wenyewe wajitambue nafasi yao na hata katika mambo ya ndoa. Na tunamshukuru Mungu na wanaume baadhi tuliokutana nao tukasema tunafanya na semina. Kwa hiyo tumefanya semina kwa ajili ya wao. Jumaa saa 12 jioni mpaka saa 2 na wao wanapatikana muda wa jioni. Na hata Jumamosi jana tulifanya na nimeona ina matokeo mazuri. Hata leo wamefika wanafurahia sana. Baba, wewe ni mkuu wa chetu cha Biblia. Labda unapata picha gani ambayo unaona mpaka utakapofika chuoni watumishi wanaoandaliwa pale baada ya kufika eneo la tukio? Kuna kitu gani kipi ambacho unaona unaenda kufanyia kazi eneo la kuandaa watumishi? Katika eneo la kuandaa watumishi ninachokiona sasa kujiandaa na kufanya vizuri, kufanya uinjilisti, kutembelea nyumba kwa nyumba, na hilo naiona ni muhimu sana kwa ajili ya kupeleka misioni kwa watu ili waweze kumjua Yesu. Lakini na jambo jingine, mafundisho. Mara nyingi tumekaa zaidi kwenye mahubiri ambayo ni amuna. Kweli mafundisho yanahitajika. Hicho tunachokiona. Tunahitaji tukaze watumishi kufundisha na tujiandae vizuri kufundisha. Lakini tufundishe nini juu ya umuhimu wa wao kumtanguliza Mungu katika mambo yote. Maana Mungu ndiye aliye asili ya hayo yote wanayohangaika nayo. Lakini pia mahusiano hata katika mambo ya ndoa naona ni muhimu sana. Tunahitaji tujipange na tuweke vizuri, watu wajue namna gani ndoa ambazo Mungu amekusudia ziwe, wafundishwe vizuri wadumu katika hizo. Maana inaonekana sasa kama vile ambayo mambo ya ndoa haijakaa vizuri, ni kipekee wanaume wamepuuza majukumu yao ambayo yanapaswa wayasimamie kwenye ndoa. Badala yake wameachia tu wanawake wao wanashughulika kutafuta huko, wakati mwingine wametafuta wanaishia vijiweni ama vilabuni. Hapa mwishoni labda tuambie wito wako ila kwa kanisa baada ya kwenda kwenye eneo la tukio la uinjilisti, wito wako kwa ujumla ni nini? Na mwishoni jambo kubwa ambalo cha kwanza mimi namshukuru Mungu aliyeweka maono kwa askofu akaanza na usaidizi wake na timu yake nzima ya ofisi ya dayosisi na hata halmashauri ya uinjilisti wakaungana kuandaa mpango na jambo hili ni la muhimu. Kwa wachungaji tunaitikia na wainjilisti tunaitikia, lakini tunaomba na kanisa liendelee kuitikia hili kuhamasishana kuwafikia watu wengi kwa ajili ya Yesu. Mimi naitwa mchungaji Maxson Lungu wa chuo cha Uganda. Mpendwa mtazamaji, niko na mchungaji hapa, atajitambulisha yeye ni nani na alikuwa wapi kwenye huduma na nini kimejiri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu ujitambulishe na utuambie nini kimetokea huko ulikokuwa. Kwa jina anaitwa mchungaji Faustini Martin Shautitse, ni katibu wa idara ya vijana Dayosisi ya Kusini. Nashukuru sana kwa ziara hizi za uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Mimi nilikuwa ushirika wa Lualaje. Na tunamshukuru Mungu, kazi ilikuwa njema. Siku ya kwanza tumepita nyumba kwa nyumba, tulikuwa na mkutano wa injili mchana na watu 20 walimpokea Yesu na kumpa Bwana maisha yao. Lakini baada ya siku mbili tulihamia mtaa mwingine, mtaa wa Kitakwa, na kwenye tumekuwa na mkutano kwa siku mbili. Watu zaidi ya 50 wamempokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini cha pekee kabisa, tunashukuru Mungu alikuwa tayari kuwabatiza watoto. Tumebatiza watoto 100. Jana tunapofunga mkutano, kati ya hao 100 tumebatiza watoto 42 na watu wazima 9. Kwa hiyo jana pekee tumebatiza watu 51. Kwa hiyo tuna imani tumepanda mbegu, Mungu ataendelea kuikuza. Asante sana. Amen baba, tunashukuru sana. Labda katika utumishi huko mliko wako, nini ilikuwa changamoto kubwa ambayo mmekutana nayo? Changamoto kubwa iliyopo kule, watu wameacha imani.
wengi wamehamia kule kuchimba dhahabu, kulima tumbaku, lakini walipofika wameacha imani, wamejikita sana sana kwenye kilimo. Na changamoto nyingine, vijana wamejikuta sana kwenye ulevi. Wengi wanakunywa asubuhi na mapema, vijana wanakusanyika wanakunywa, lakini sio wengi, sio wote. Baadhi ya vijana wanafanya shughuli zao, wanafanya biashara, wanaendelea vizuri. Changamoto nyingine kule ni barabara. Barabara ni shida, kutoka kijiji kwenda kijiji pana changamoto ya madaraja na usafiri, lakini na pikipiki watu wanafanya mawasiliano, wanaendelea na shughuli za kilimo na biashara. Kama katibu wa idara ya vijana, nilisikia unatambulisha hapa na unasema hiyo changamoto ya vijana, kuna mpango gani labda wa kuona namna ya kuwafikia na kuwahusisha kwenye shughuli za kanisa? Ndio, kule nilikuwa na makatibu wa vijana na wenye viti, nimewaomba wawe na makongamano kila mwisho wa mwezi. Kila mwisho wa mwezi wanakuwa na semina, wanaimba, wanarapu, wanaonesha vipaji vyao, na kuwa na masomo ya kuimarisha, masomo ya uchumi na masomo ya kuimarisha katika imani, ili waondokane na ule utamaduni ule wa pombe asubuhi. Lakini na mimi kama idara tutapanga ziara kwa jimbo zima ili kuwakusanya viongozi tuweze kuwapa elimu namna ya kutumia fursa zilizopo. Fursa ni nzuri, hali ni nzuri, lakini changamoto ni huo utamaduni wa kupenda pombe, kuvuta, mambo ya starehe kwa vijana. Mwisho kabisa, kuna mchungaji kwa kanisa baada ya kupata picha za huko uko wapi? Kama utaendelea ndani ya miaka mitatu inayokuja, na imani jimbo hili litachangamka. Watu wengi, fursa nyingi, rasilimali nyingi. Kwa hiyo ninaomba tu viongozi wetu, baba askofu, msaidizi wa askofu, hii huduma waliofanya haijawahi tokea, naomba iwe endelevu ili kuokoa kanisa na vijana. Nashukuru sana kwa sana, uwe na wakati mzuri. Mtazamaji, niko tena na mchungaji hapa, atatuambia yeye ni nani na alikuwa wapi kwenye huduma na yaliyojiri. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu kutambulisha na utuambie yeye ni nani anapaka kabisa. Mchungaji Pembe upande wa Suma nilipanga ushirika wa Sangambi. Katika ushirika wa Sangambi tumefanikiwa kufanya Sangambi shirikani kwa mtaa wa Izumbi, kwa mtaa wa Kwiga na mtaa wa Tukuyu. Na nini kimejibu huduma, watu wamepokeaje na matokeo yake yalikuwa ni nini? Huduma kule tumeenda, tumefanya huduma nyingi, huduma ya kurudisha Injili, ubatizo, uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, lakini pia na semina mbalimbali za neno la Mungu. Na bahati nzuri tulikuwa na mwinjilisti kutoka makao makuu ya Diocese, Daniel Mkocha, yeye alikuwa anashiriki na kuonesha sinema kwa mitaa mbalimbali. Na katika hiyo mitaa mojawapo tumefanikiwa kuanzisha kwaya mpya ambayo tumeshaikabidhi na fedha taslimu 1,500,000 ili warekodi. Lakini pia kuna mtaa wa Tukuyu tumefanikiwa kuisapoti kwa 100,000 ili wajenge choo, tutakuta watu kwenye huo mradi. Lakini mitaa mingine tumefanya uinjilisti, tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Lakini pamoja na hayo yote wamefurahi sana, na kulikuwa na changamoto ndogo za mawasiliano kulingana na network ni shida, lakini pamoja na hayo tunamshukuru Mungu tulifanikiwa kuwafikia kwenye changamoto hiyo ya network. Naposikia labda changamoto kubwa kwenye hilo eneo ilikuwa nini hasa kwa mapokeo ya watu, kama kikwazo kilikuwa na kikwazo kilikuwepo? Nadhani taarifa kama nilivyosema, network kule ni shida. Baadhi ya wainjilisti walikuwa hawana taarifa kamili ya uinjilisti. Kwa hiyo tulijikuta tunaanza kuwatafuta wenyeji, kuwaambia huduma iliyopo, wanashangaa na baadhi ya washirika hawakuandaliwa. Kwa hiyo ilibidi tutumie nguvu sana na gharama kubwa. Kwa bahati nzuri mwenzetu mwinjilisti alikuja na gari, kwa hiyo tusaidia kwenda haraka na kuwazungukia watu haraka, vinginevyo ilikuwa changamoto sana. Nadhani hawakupewa taarifa kwa wakati na kujiandaa kwa wakati. Hiyo ilikuwa changamoto. Laiti wangekuwa wameandaliwa, tungefanya kazi kwa ufanisi.
kubwa sana. Labda kwa haraka haraka unaweza kutoa picha ya aidha watu waliobatizwa na Yesu. Kwa upande wa ubatizo kwa mitaa hiyo minne tumefanikiwa kubatiza watu 20, waliorudi kundeni ni watu 16, waliohamia dhehebu ni 23, lakini pia tumefanikiwa kufanya semina. Kila mtaa tulijaribu kubalance maki tunaenda kwenye jioni usiku ili angalau kufanya kwa ufanisi. Kwa ni semina 4 kwa hiyo mitaa minne ni kama semina 12 ambazo tunafanya. Wito wangu kwa kanisa hii huduma ni njema iendelee, lakini pamoja na kuendelea tungejaribu kuboresha, kwa maana hii kama tulivyofanya ilitakiwa kufanya rotation ya watumishi wa husika. Kwa mfano tulipokuwa mitaa ile tulioenda, kuna baadhi ya changamoto ambazo tumeziona kwa watumishi hao ambao sasa tumefanikiwa kuwapelekea hawa waumini, lakini bado hawatawatunza kwa sababu wamezoeana, lakini kuna wengine wana itikadi zao. Kwa maoni yangu, unapokuja kufanya uinjilisti kama huu, wahamisha hao wainjilisti. Huyu tukimfanyia uinjilisti, huyu mwinjilisti anakuwa mpya, anaanza na wakuleta ufanisi. Kana kuna mtaa mmoja ambao sisi tunafanikiwa kuutaja, jinsi hana maelewano, ambao wengi wamemkimbia. Sasa tumewarudisha, hatuelewi nini kinaendelea baada ya hapo. Na angelikuwa ni mpya, ilikuwa ni rahisi sana hawa tuwaende na kuwaleta. Kwa sasa hii ni changamoto. Wito wangu ni kwamba kama itatokea wakati mwingine, basi hawa wainjilisti wafanyiwe rotation, wasiwepo kwenye kufunga. Mwinjilisti awe mpya, tunamletea Wakristo ambao wanaweza kuanza nao vizuri. Huo ni wito wangu. Nashukuru sana baba. Asante sana. Asante, kazi njema. Amen. Mchungaji, watumishi ambao wapo kwa maana ya wainjilisti ni wale ambao wamesoma au ni wale ambao wanaendelea, na nafikiri kitu gani kifanyike ili katika mitaa ambayo tumefanikiwa kupita hii mitaa minne, mitaa miwili wainjilisti hawajasoma, na mtaa mmoja wapo ambao mwinjilisti hajasoma. Huyu inaonekana alikuwa anaishi Dar es Salaam, alikuja huku kwa kazi zake binafsi, lakini mchungaji alivyoona anaweza kusimamia akampa mtaa, lakini kumbe nadhani ana itikadi zake fulani na misimamo yake. Sasa hii imepelekea akiwa pale mtaani kwake anachagua baadhi ya watu ambao anaweza kufanya nao kazi, wengine hana mpango nao. Sasa hawa ambao hawana mpango nao wanaacha kuja kanisani. Nadhani wito wangu sasa, na bahati mbaya hajasoma chuo chochote kwa sababu alikuja tu. Kwa wito wangu ni kwamba kama inawezekana, na dayosisi jaribu kufanya mchakato wa kuleta wainjilisti ambao wamepita vyuo ama kozi maalum ambazo zitawasaidia hata kujua namna ya kutunza hawa Wakristo. Nadhani hii inaweza kusaidia sana, kwa sababu kwa hali ilivyo si njema sana kwa mitaa ambayo hawajapita kozi yoyote. Nafikiri viongozi wanasikia, na wale walioko mitaani ambao hawajasoma basi wapelekwe shuleni. Mungu akubariki sana mchungaji. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, hapa niko na mchungaji ambaye pia ni mwalimu mbobevu kwa mambo ya misioni na uinjilisti. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Naomba utawasalimia watazamaji, tambia wewe ni nani na ulikuwa wapi kwenye huduma hii ya misioni na uinjilisti. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naitwa mchungaji Obias Kilagwa, ni katibu elimu ya Kikristo Dayosisi ya Kusini, lakini pia ni mwalimu mkufunzi katika seminari yetu ya Kilutheri Kidara. Hapa kwenye uinjilisti ulikuwa mtaa gani hapa Chunya na nini kimejiri huko? Jambo la kipekee la kumshukuru Mungu, hapa Chunya mimi nilikuwa usharika wa Mtande, nilifanya kazi katika makao makuu ya usharika Mtande, mtaa wa Upendo na mitaa mingine. Tumefanya kazi kwa ya huduma ya uinjilisti wa mambo mengi. Tumefanya mikutano ya injili kwa watu, tumefanya semina makanisani, lakini pia tumetembelea nyumba kwa nyumba,
tumeombea wagonjwa, tumewatia moyo waliovunjika, lakini na huduma nyingine mbalimbali. Tunamshukuru Mungu. Na kwa ujumla watu wamepokeaje huduma hii? Kwa ujumla watu wamebarikiwa sana sana. Kwanza wanasema hii huduma ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? Lakini wanamshukuru Mungu kwamba Mungu ametenda, baba wamekumbuka jimbo la misioni hili na watu waliacha muda mrefu, lakini kwa sasa dayosisi imekumbuka, imeleta watu walioenea jimbo zima. Kwa hiyo imekuwa kama muujiza. Labda kwa ujumla watu wangapi ambao wamebatizwa, labda kama kuna waliompokea Yesu? Waliompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao walioongozwa sala ya toba ni zaidi ya watu 40. Lakini wale tuliowabatiza kwenye mahali nilipokuwepo mimi kwenye usharika ule wa Mtande tumebatiza watu 31. Wow. Amen. Tunamshukuru sana kwa huduma hiyo. Changamoto kubwa ambayo umeona huko baba ilikuwa ni nini? Changamoto kubwa mambo tuseme pande kubwa mbili. Upande wa kiroho wanahitaji kuimarishwa zaidi. Kiroho watu wengi bado hawajafunguliwa, hawajafunguka, na watu wengi wamejisahau, wapo mitaani humo, lakini uzuri wake tunapopita kuwaona wanapokea vizuri na wanaamshwa vizuri. Lakini upande wa pili ni upande wa uchumi. Hali ya uchumi kwa baadhi ya mitaa huko chini. Na ndio maana unakuta hata makanisa yao na maeneo wanayoishi unakuta yanahitaji uchumi mkubwa ili kujenga makanisa, lakini pia kujenga nyumba zao zilizo bora. Kwenye misheni ya uinjilisti huwa unakaza mambo ya huduma za kijamii pia. Hali ikoje huko, hasa eneo la elimu, watu wameelimika, na wito wako ni nini hasa? Mimi kama mkufunzi ninapofundisha kwenye somo la misioni na uinjilisti huwa na kazi zaidi juu ya ukombozi mkamilifu. Tunaposema ukombozi mkamilifu, manake mtu akombolewe roho yake ili afike kwenye uzima milele. Akombolewe uchumi, afurahie baraka za Mungu. Akombolewe kifikra ili aishi duniani akiwa na upeo. Lakini pia akombolewe kijamii, apate kuishi vizuri na binadamu wote. Lakini pia akombolewe kisaikolojia, nafsi, kwamba asiwe mtu mwenye msongo wa mawazo. Lakini sasa kwa jinsi tulivyoona kwenye maeneo tuliyotembelea, kweli hali sio nzuri. Watoto wengi hasa makabila ya wafugaji na nini, wengi hawajaenda shule. Kwa hiyo tumekutana na vijana wengi ambao hawajapita shule, hawajasoma. Kwa hiyo kuna hitaji pia hamasa ya kuwafanya watoto wasome shule mbalimbali. Na pia upande wa kama nilivyoeleza, upande wa ukombozi wa kifikra ni jambo ambalo tunahitaji kuendelea kuhamasisha. Shule chekechea zianzishwe, shule zifunguliwe ili watu wengi wapate kusoma. Nashukuru sana baba. Hapa mwishoni, labda tuambie kwa ujumla wito wako kwa kanisa ni nini? Wito wangu mimi kwa kanisa na hasa dayosisi ya kwetu, dayosisi ya Kusini. Kwanza nampongeza sana baba askofu wetu wa dayosisi ya Kusini Dr. Mark Bamba kwa kuwa na maono haya makubwa ya kuangalia jimbo la Chunya, jimbo la misioni, na kuhamasisha watu kuja kutembelea tena mitaa yote ya jimbo. Hili ni jambo la kipekee. Mimi natoa wito kwamba jambo hili liwe endelevu. Tumekuja na watu wameomba hilo kwamba wanaomba tuendelee kurudi na kuwatembelea tena na tena. Kwa hiyo moja ya maoni yangu mimi, kwa kweli jambo hili liwe endelevu. Kwa hiyo maanake tuendelee kuweka tena mkakati mwingine wa kurudi tena tuwatie moyo wenzetu katika jimbo hili la misioni. Baba, tunashukuru sana. Amen. Mungu akubariki. Picha moja. Mtazamaji, mbele yangu niko na mkuu wa jimbo hili la Chunya, atatuambia yeye ni nani na kwenye hili huduma imeendaje kwenye jimbo zima la Chunya. Baba, karibu sana. Asante sana. Naitwa mchungaji Ezekia Mlunja. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kipindi hiki na wakati huu wa zamu yetu kama jimbo la Chunya kwa kufanya uinjilisti kidayosisi, lakini pia na ndugu zetu kutoka KKKT
kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana. Injilisti inaenda vizuri, kazi ilikuwa ni kubwa, watu walikuwa ni wageni wa mazingira, lakini walikuwa ni wenyeji wa kazi. Tumeona Mungu kwa namna ya pekee sana katika mitaa yote imefikiwa na watumishi hao wa Mungu. Kuna watu wengi wamebatizwa, watu wazima, watoto, kuna waliorudi kundini, lakini kuna wengine wamehamia dhehebu letu kutoka madhehebu. Tunamuona Mungu kwa namna ya pekee sana. Lakini pia kuna kazi zimefanyika, wapo waliojenga kusaidia kusongeza hatua kujenga makanisa, na wengine wamejenga kanisa mpaka limeisha kabisa. Kwa kweli kazi hii ambayo imefanyika kwa kipindi hiki ni sawa na kipindi kingine tulikuwa na miaka karibu miaka 10 au 20 kama tulikuwa peke yetu kwa ajili ya kufanya kazi hii hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba kazi imekwenda vizuri na watumishi wa Mungu leo ndio tunafika mahali kufunga pamoja na kufanya. Ndio. Mkuu wa jimbo ulikuwa na ugeni mkubwa sana, lakini kipekee tulitembelewa kwenye jimbo letu na mkuu wa kanisa. Watu wamepokeaje ujio wa kanisa pamoja na wageni wengine wote waliofika kwenye huduma hii? Kwa kweli ujio wa kanisa umekuwa chachu kubwa au umekuwa ngazi kubwa ya watu wengi waliposikia tu kwamba mkuu wa kanisa anafika chini. Hata wasio wa Luteri walikuja kuona mkuu wa kanisa. Kuzingatia siku ile ya kwanza anapoingia hapa, kulikuwa na vijana wengi sana wa bodaboda mitaani walikuja kumlaki mkuu wa kanisa. Ana wengi walikuwa wanamuona kwenye runinga, lakini sasa walimuona live. Kwa hiyo wengi walipomuona live, hata wale wasiosali hapa, hata Waislamu walikuwepo, vijana wa bodaboda walikuja kumlaki mkuu wa kanisa. Si hapa tu, hata kule Wangimongo, kule Makongolo bado tulikuwa na watu wengi wa pale mjini walitoa na magari kabisa kuja kumlaki mkuu wa kanisa. Jambo la mkuu wa kanisa kufika jimbo la Chunya limeleta msisimko mkubwa hata kwa watu wengine, hata viongozi tu wa serikali. Naona mkuu wa wilaya ya Chunya ameonekana akibeba uzito kubwa kabisa kwa kumpokea kama kiongozi wa kitaifa. Lakini sio hivyo tu, hata wilaya ya Songwe naona mkuu wa wilaya amempokea mkuu wetu wa kanisa, amempokea kwa furaha na kwa heshima kubwa kama kiongozi wa taifa. Nashukuru sana baba. Labda umeona changamoto, lakini umeona mambo mazuri yaliyotokea katikati ya huduma hii. Wito wako kwa ujumla ni nini? Wito wangu kwa ujumla kwanza ni kuomba dayosisi yetu ya Kusini iendelee kuwa na zamu hii ya kufanya uinjilisti kila mwaka ikiwezekana, na maeneo yetu katika dayosisi yetu ya Kusini bado ni jimbo lenye umisioni mkubwa, na kama ni kufikia basi tumefikia kama nusu, lakini bado nusu hatujafikia. Kwa hiyo wito wangu ni kuomba dayosisi ya Kusini kwa vile tayari imeshaanza jukumu hili, tuombe ikiwezekana iongeze nguvu zaidi. Pamoja na hilo, wale wadau ambao wamebaki kule, wengi wamebaki hawajafika, basi wepo zamu nyingine na hao waliobaki waje wafike. Lakini zaidi tunaomba hao wanaoendelea na michango waongeze nguvu. Waliokuja wanajua makanisa yalivyo na haja kubwa ya kuwa na makanisa. Eneo letu la misioni linatakiwa liwe na makanisa mengi. Wengi ni wagumu sana hasa kutoa michango ya kujenga makanisa. Lakini makanisa yakiwepo, najua tutakuwa na kondoo wengi kabisa ambao wamefichama huko wasio. Nashukuru sana baba. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana.